Na mtazamaji wa Trend TV bwana, kama unavyojua wabongo wanapenda sana kushindanisha vitu sometimes, na this time around bwana wameenda kwenye upande wa security katika wale favorite artist wao hapa Tanzania. Bwana, moja kati ya vitu ambavyo watu wengi sana wanavifahamu ni kwamba Diamond Platnumz sio wa kwanza, lakini ndiye msanii ambaye amesababisha wasanii wengine wawe na mabouncer, wawe wanatembea na mabodyguard. Tunafahamu kwamba issue ya mabodyguard bwana alianzisha kabisa hapa Tanzania. Msanii wa kwanza kabisa kuanzisha kutembea na mabodyguard Tanzania alikuwa ni Mr Nice. Kama wewe ni mfuatiliaji wa muziki tokea kitambo, basi utakuwa unafahamu kwamba Mr Nice ni mmoja kati ya mastaa ambao ameshawahi kufanya vizuri sana Afrika Mashariki kutoka hapa Tanzania. Na by the time ambao Mr Nice anafanya vizuri ni kipindi ambacho alikuwa katika ugomvi pia na msanii mwenzie ambaye anafahamika kwa jina la Dudu Baya. Wote hawa wapo mpaka leo hii, lakini unajua tena muda umeshapita na kila mtu anafanya mambo yake, lakini back then walikuwa ni mastaa wakubwa sana hapa Bongo. Na walikuwa katika bifu zito kweli kweli. Sasa hilo bifu bwana alikuishia tu kwenye kutupiana maneno. Ni kwamba ilifikia hatua Dudu Baya alishawahi kumpiga kofi Mr Nice wakati ana perform jukwaani, jambo ambalo likapelekea Dudu Baya bwana akapata kesi ya kumtandika Mr Nice kofi. Lakini hapo ndipo ukawa mwanzo wa Mr Nice kuanza kutembea na mabouncer. So hivyo ndivyo historia ya mabouncer na macelebrity hapa Bongo ilipoanzia, na baada ya hapo wakapita mastaa wengine kibao, lakini star mwingine ambaye amekuja kupopularize zaidi swala zima la kutembea na mabouncer ni Diamond Platnumz. Sasa kwenye upande wa Diamond bwana, Diamond yeye alikuwaga na bouncer wake wa awali kabisa ambaye anafahamika kwa jina la Mwarabu Fighter. Lakini Mwarabu Fighter kipindi kile wakati Harmonize yuko WCB, inasemekana kwamba kuna vitu ambavyo vilitokea vikapelekea Diamond na Mwarabu wakaacha kufanya kazi pamoja. Sasa baada ya Mwarabu kuacha kufanya kazi pale na Diamond, moja kwa moja ni kwamba Diamond akatafuta bouncer mwingine ambaye ndo huyu ambaye sasa hivi hapa tunamuona anafahamika kwa jina la Onesmo Rupia. Kwa hiyo Onesmo ndiye official bodyguard wa Diamond Platnumz, na mara nyingi kila sehemu ambayo Diamond anakwenda basi Onesmo lazima awepo naye. Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo, na mpaka leo hii tunafahamu kwamba Onesmo ni bouncer wa Diamond Platnumz. Lakini pia ukiachana na Onesmo na Diamond, upande wa pili bouncer mwingine ambaye ni maarufu hapa Tanzania ni Mudi Munyama. Huyu bwana Mudi Mnyama bwana ni bouncer wa Harmonize Konde Boy. Sasa historia ya Mudi na Harmonize bwana, hawa bwana ni washikaji, walishawahi kuwaga marafiki tokea kitambo hicho wakiwa wako mtaani. Lakini pia Mudi Munyama tu sio mtu wa kwanza sio mara ya kwanza kumuona akiwa na Harmonize. Kwa watu ambao wanafuatilia entertainment industry kwa undani, basi utafahamu kwamba katika zile Mr Tanzania Mudi Mnyama naye pia alikuwa ni moja kati ya washindi wa mashindano hayo, unaelewa. Kwa hiyo Mudi Mnyama alipata umaarufu tokea kule, lakini pia inasemekana kwamba Mudi Mnyama na Harmonize bwana wako na urafiki wa muda kidogo. Kwa hiyo hii ni moja kati ya sifa ambayo yuko nayo Mudi Mnyama. Inasemekana kwamba Mudi bwana na Harmonize ni mtu na mshikaji wake, ni marafiki wa kitambo. Mudi bwana ni mtu ambaye anamkubali Harmonize kutoka moyoni. Kwa hiyo sio kwamba yuko pale kwa ajili tu ya kufanya kazi, lakini pia vile vile ni kwamba Mudi bwana yuko pale for love ambayo yuko nayo kwa msanii huyo Harmonize. Yo, ukizungumzia swala la loyalty, wadau wengi sana wanasema kwamba Mudi yuko very loyal kwa Harmonize kuliko bouncer mwingine yoyote yule wa celebrity yoyote yule hapa Tanzania. Sasa habari ambayo imekuja kutrend huko mitandaoni bwana ni kwamba wadau wameanza kuwashindanisha hawa mabouncer kwenye suala la ulinzi, physical appearance na vitu vingine kama hivyo. Maana ni mambo ambayo huaga yanakuwa considered katika suala zima la mabouncer. Maana kwamba bouncer bwana lazima awe amekata, lazima awe mtu kipande, mtu amekwenda hewani na vitu vingine kama hivyo, yani awe physically fit. Sasa hii ndio imepelekea wabongo bwana kuanza kumshindanisha Mudi na Onesmo Rupia huko mitandaoni.
Na cha ajabu bwana ni kwamba wadau bwana wamekuja spidi kweli kweli kuja kuweka maoni yao kutokana na huo mjadala ambao umeanzishwa baada ya kuonekana mabouncer hao wawili kati ya Onesmo na Mudi Mnyama. Kwa upande wa size tunaona kwamba Onesmo ni mrefu na yuko na mwili mkubwa zaidi ya Mudi, lakini kwa upande wa maso Mudi anaonekana yuko na misuli zaidi ya Onesmo. So hivyo ni vitu ambavyo wadau hapa wamekuja kuvizungumzia kuhusiana na hao mabouncer wawili kutoka pande hizo mbili, upande wa Harmonize na Diamond Platnumz. Sasa mjadala bwana umeanza kama ifuatavyo. Zimewekwa hapa picha mbili ya Mudi na Onesmo, alafu akaandika kwamba bwana ikatokea kwamba umeweka mpambano, nani ataondoka na ushindi kati yao, kati ya Onesmo na Mudi. Yani Onesmo bouncer wa Diamond na Mudi Mnyama bouncer wa Harmonize Konde Boy. Alafu hapa chini ukaandika kwamba bwana ikitokea tu kwamba ukawekwa mpambano kati ya Mudi Mnyama ambaye ni bodyguard wa Harmonize na Onesmo Rupia ambaye pia ni bodyguard wa Diamond Platnumz, unahisi kwamba nani ataondoka na ushindi kwenye mpambano huo? Sasa hapa bwana watu hapa wamekuja kuweka maoni yao. Tunaona hapa kuna mdau amekuja amecomment hapa, ameweka comment yake hapa, ameandika kwamba bwana watu ambao tuna kumbukumbu zetu au kumbukumbu zetu ziko vizuri basi kwa mwingine anasema kwamba bwana Mudi Mnyama ni mtu makini sana huyu mwamba. Kuna mdau hapa amekuja ameandika kwamba bwana kuwa na mwili wa vyuma wala si kuwa na ujuzi wa kupigana. Kuna mtu ameandika hivyo. Lakini pia hapa kuna mdau mwingine amekuja naye pia ameweka maoni yake hapa, amesema kwamba bwana mnamtakia nini Big Onesmo ndugu? Ndiye mwandishi. Kuna mtu mwingine amekuja amesema kwamba bwana uzuri ni kwamba wote wapo, andaeni mpambano tujue moja. Lakini pia hapa kuna mdau mwingine naye pia amekuja ameweka maoni yake hapa, amekuja naye pia amecomment amesema kwamba Mudi Mnyama hili pambano anashinda. Mwingine ameandika kwamba Mnyama mtumbadi. Kuna huyu hapa amesema kwamba bwana watu mnabishana vitu gani hivi bwana, hebu acheni mambo ya kitoto. Kuna mtu asema bwana bodybuilder na ugomvi wapi na wapi. Kuna mtu amekuja kuandika hivyo. So hapa kuna wadau wanahisi kwamba mabodybuilder bwana sio watu wa ngumi, sio watu ambao wana skills za kupigana, bali kazi yao wao ni kudhibiti fujo, kusukuma watu na vitu vingine kama hivyo. So ukiwa kama mdau na pia hebu tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, lakini pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata updates zaidi.